niwaombe sana wananchi wasithubutu kujitokeza, kwa sababu maandamano haya ni haramu. Maana kuna wakati mwingine wengine wanajitokeza bila hata kujua pengine anachokimbilia ni kitu gani, na kujikuta amejiingiza kwenye kitu asichokifahamu. Kwa hiyo mjizuie kuhamasisha kwenye mitandao, mjizuie pia kushiriki kwa namna yoyote ile, lakini mtusaidie pia kutoa taarifa pale mnapohisi kuna viashiria vya watu ambao wanataka kutekeleza mpango wa kuleta maandamano ya siku hiyo ya tarehe 9 kwa maana ya kesho. Naomba pia nichukue nafasi hii kutoa taarifa kama wajibu muhimu sana kwa vyombo vyetu ili viweze kufanyia kazi hizo taarifa. Basi liwe jukumu ambalo wananchi wote kwa mapenzi tulionayo kwa nchi yetu tutalitekeleza. Na jeshi la polisi limebainisha namba makususi, tutawapatia hapa namba ili ziweze kuwasaidia kuweza kutoa taarifa kwa hapa wananchi, na wananchi watakapoona kuna matukio au kuna viashiria au kuna watu wanapanga jambo hilo, basi waweze kutoa taarifa hizo. Nichukue nafasi hii kuwatakia kila la heri katika sikukuu za mwisho wa mwaka, tukianza na siku ya kesho ambayo ni siku yetu ya kusherehekea uhuru wetu, miaka 64 ya uhuru. Tusherehekee kwa amani na utulivu, na nina imani yangu kwamba wananchi mmejua adha na mateso tuliyoyapata na ambayo tutaendelea kuyapata kwa madhara tu ya tarehe 29 na 30 mpaka tarehe 1 ile iliyotokea. Sasa tusirudie tena haya. Mimi na wenzangu tunawaomba sana wananchi tuipende nchi yetu. Mashabiki wengi wanaosuka hii mipango na kufanya, wengi wao unaona hawako hata hapa nchini, na wale walioko hapa pengine wamechoka na hii hali, lakini tunaomba sana, tulio wengi tumeona madhara yake. Madhara ni makubwa sana, mateso ni makubwa. Tunazungumzia watu ambao wameathirika kwenye maandamano, lakini tufahamu kwamba wako walioshindwa kwenda hospitali wakiwa wanaumwa siku zile za maandamano. Tufahamu kwamba kuna watu waliokuwa na appointment na madaktari wanatakiwa kwenda kujifungua, na ndio siku imefika tarehe ile huwezi kwenda hospitali. Hali ilikuwaje? Tufahamu kwamba kuna watu waliokuwa wagonjwa, tuna wazee wetu wagonjwa, wana hali mbaya, maisha yao ni hospitali. Inapokuwa kuna hali ya upotevu wa amani, ujue kwamba hakuna kinachoendelea.